Kama nchi ni vema tungeuliza ama tungejua mapito ya zamani waliopita baba zetu mpaka wakawa na amani katika nchi yalikuwa ni mapito gani. Ndio maana Biblia ni ushauri tosha. Biblia, kitabu cha Mungu chochote chenye mausia ya Mungu chochote kipo kwa ajili ya mashauri, ya kushauri ili watu tukae kwenye njia. Ikiwa hatutakifuata hiki kitabu, tukafuata akili za binadamu walizonazo sasa, haya mauaji ni cha mtoto. Watu wamejipanga vizuri kabisa. Yeremia 6 mstari wa 16. Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Ikiwa tutagoma, hatutaenda katika njia hizi, hatutajipatia raha katika nafsi zetu. Naongea nini hapa? Ikiwa hatutarudi kuishi kama binadamu. Leo hii utakapovizia mwingine na wewe pia watakuvizia. Kwa hiyo haya ni maisha. Hata ukisema unatangulia unaondoka, tukiondoka wengine hapa, wewe mwenyewe pia utafuata. Kwa hiyo ni mtazamo tu mbaya kuhusu kifo kwamba utaondoka utakufa vibaya. Kuna kufa vibaya na kufa vizuri. Sasa mwingine anakufa akiwa ana damu nyingi, mwingine anakufa hana damu, mwingine anakufa hivi. Kwa ni utofauti huo. Naongea nini? Watu wa Mungu wote walisimama kwenye haki wakati wote. Na watu waliosimama kwenye haki wakati wote hawakupendwa hata kidogo. Kama ni kuuawa, wengine walichinjwa vibaya, walikatwa kwa misumeno. Ukisoma Ibrania 11 ile. Kwa sababu ya waovu kutopenda kukemewa ama kuambiwa ukweli. Leo nimepokea simu moja hivi usiku wa saa 7. Nimepokea simu moja hivi. Kuna mtu alikuwa anatoa kitisho chake, si ndo maelekezo yake hayo. Kwamba unaleta taharuki kwamba Mbarikiwa amekimbia. Sasa aga familia yako moja kwa moja. Siku hizi ngapi hizi utakuwa mikononi mwetu. Akaona haitoshi. Kaongea mara 3. Akaona haitoshi. Katuma na message juu yake akisema kwamba aga familia yako, maana siku 2 hizi 3 hizi utakuwa mikononi mwetu. Unamwangalia binadamu kwa staili aliyojizira na kutafuta watu wa Mungu ili kuwaua. Wanasema hii kiboko hajatosheka. Wameondoa watu wangapi nyumbani mwangu, waovu na mashetani. Wameondoa watu wangapi nyumbani mwangu. Paka nimebaki mwenyewe, nimebaki peke yangu. Na bado wanawaza kuondoa tena na tena. Wenye haki, Mungu awaongoze, Mungu awasimamie ili muweze kusimama kwa haki. Usibadili mtazamo kwa sababu ya fedha, usibadili mtazamo kwa sababu ya kitu chochote. Simama na Mungu ambaye yuko na wewe nyakati zote. Binadamu wanageuka ila Mungu hageuki. Akina Yakobo, akina Yohana, akina Stefano waliuawa vibaya, lakini majina yao yanatajwa mpaka leo. Kuliko ukifa ukiwa unadanga au ukifa ukiwa muuaji. Hata Yuda ameandikwa pia, anakumbukwa kwamba alimsaliti Yesu, lakini anakumbukwa kwa tabia mbaya. Andikisha historia njema kwenye maisha yako. Usiandikishe historia mbaya kwenye maisha yako.